Kwa miaka hii 4.5 tumepokea takriban bilioni 424.6 kwa ajili ya kutekeleza miradi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kushukuru kwanza rais wetu kwa jitihada ambazo wanazionyesha hasa katika kufungua mkoa wetu wa Rukwa. Inajulikana kwamba mkoa wetu wa Rukwa kidogo kwa miundombinu ulichelewa, lakini tangu mama ameingia kwenye madaraka, kasi ya ukuaji wa miundombinu na ufadhili wa miradi mbalimbali ya barabara unaenda vizuri, na muda sio mrefu mkoa wetu wa Rukwa utafunguka, kwa maana tutakuwa na barabara zitakazokuwa zinatuunganisha sisi na mikoa mingine, sababu tumeshaunganishwa na mkoa wa Songwe. Sasa hivi kutoka Tunduma mpaka hapa ni lami. Tunakaribia kuunganishwa na mkoa wa Katavi kupitia Kibaoni. Kwa hiyo kuna mradi pale unaendelea kutoka Kibaoni mpaka Starike, na ukikamilika tutakuwa sasa tunatoka Sumbawanga kuelekea Mpanda kwa barabara ya lami. Mradi mwingine wa kimkakati ambao uko kwenye hatua ya utekelezaji ni ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga. Mradi huu unafadhiliwa na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya na unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Beijing Construction Engineering Group Company Limited kutoka China, na unasimamiwa na kampuni ya SMEC International kutoka Norway akishirikiana na SMEC Tanzania Limited. Mradi unategemewa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu Oktoba, na thamani ya mradi ni bilioni 60.1, na hadi sasa hivi mradi umekamilika kwa 86%. Kwa maana kwamba zile njia za kuruka na kutua ndege zimekamilika, sehemu za kupaki ndege zimekamilika, parking kwa ajili ya magari ya abiria yamekamilika, jengo kwa ajili ya kuzalisha na kufua umeme limekamilika, lakini ile control tower nayo pia iko katika hatua za mwisho za kukamilika. Kilichobaki ni kuendelea kufunga mitambo kwenye jengo la abiria, ambalo jengo kama jengo limekamilika, na jengo letu hili litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 150,000 kwa mwaka. Kwa hiyo tunategemea kwamba mitambo hiyo ikikamilika na uwanja sasa unaweza ukawa tayari kwa ajili ya matumizi. Mvua zile za El Nino zilizotokea mwaka juzi 23 kuelekea 24 na kile kimbunga Idaya, mkoa wa Rukwa nao tulipata athari, na athari kubwa sana ilitokea kwenye bonde letu hili la mwambao wa Ziwa Rukwa. Tulipata athari ya madaraja takriban 18 yalikupata uharibifu wa aina tofauti tofauti. Kuna mengine ambayo yalioshwa kabisa, yalikuwa takriban 8, lakini kuna mengine yalikatwa nusu yakabaki nusu, lakini kuna mengine yalipata athari kwa kuoshwa zile barabara unganishi. Kwa hiyo tangu wakati huo tumekuwa tukifanya jitihada ya kurejesha mawasiliano pale ambapo kunahitaji repair, tumeweza kufanya repair na madaraja yanapitika. Tunashukuru kwamba serikali ilifanya jitihada na iliratibu kupitia Benki ya Dunia. Tumepata ufadhili wa kurejesha na kujenga upya madaraja makubwa 4, jumla 4 kati ya yale 8 ambayo tulikuwa tuliyaombea kwamba ingie kwenye huu mpango. Kwa hiyo kwa hatua ya kwanza kwa chini ya utaratibu wa SEC tumepata madaraja 3. Daraja la kwanza ni daraja la Kisa ambalo lina mita 40. Daraja la pili ni daraja la Kinambo lina urefu wa mita 50, na daraja la 3 ni daraja la Ilemba tunaita Mkangawani ndi Mkanga 2 lina urefu wa mita 60. Kwa utekelezaji wake mpaka sasa hivi imefikia karibia 98%. Yuko mkandarasi ameshamaliza kujenga madaraja yote, yuko anamalizia kufunga tu zile reli za pembeni na kutengeneza ile njia ya watembea kwa miguu. Jumla ya thamani au gharama iliyotumika katika ujenzi wa madaraja haya ni bilioni 23.1, na mkandarasi anayetekeleza anaitwa kampuni ya Steco Corporation kutoka China. Utekelezaji ulianza mwezi Disemba mwaka jana 2024 na tumekamilisha ilivyofika tarehe 8 mwezi Oktoba 2025 madaraja yote yalikuwa yamekamilika. Kwa hiyo hali ya utekelezaji iko vizuri, kwa maana kwamba mkandarasi amefanikiwa kukamilisha madaraja yote 3 ndani ya muda. Daraja la 4 hili liko katika hatua ya manunuzi ambalo limeingia chini ya ufadhili wa World Bank, lakini litaenda kwenye mpango ule wa CRW. Linaitwa daraja la Lwanji, liko pale
mji mdogo wa Mtowisa. Litakuwa daraja la mita 200 na limeidhinishwa bajeti ya bilioni 28. Bado liko kwenye hatua ya manunuzi na utekelezaji bado haujaanza. Kwa ujumla, kwa miradi hiyo ya kimkakati katika mkoa wetu katika muda huu wa takriban miaka 4.5 tumeidhinishiwa na tumeletewa bilioni 327.1. Mradi wa barabara kwa kiwango cha lami ambao ina urefu wa kilomita 107 kutoka Sumbawanga kupitia Matai, mji mkuu wa wilaya ya Kalambo, na kwenda mpaka Kasanga. Kasanga ni bandari ambayo iko kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika, ambayo inatutenganisha sisi na wenzetu wa nchi jirani za demokrasia ya Kongo, DRC. Mradi huu ulikamilika mnamo mwaka 2021 na ulikuwa na thamani ya bilioni 133.28, na mkandarasi aliyetekeleza alikuwa ni kampuni ya kutoka China inaitwa CR15 ambaye alishirikiana na New Century Company Limited kutoka China. Mradi huu ulidhaminiwa na serikali kwa 100%. Kuna miradi ambayo inaendelea kutekelezwa na ziko katika hatua mbalimbali. Tuna mradi wa ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya kutoka Matai kuelekea Kasesia. Kasesia ni mpaka wa Tanzania na nchi ya Zambia. Na utekelezaji wake umepangwa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza tumeanza kutekeleza kilomita 25 kutoka Matai mpaka mji wa Tatanda, ambazo ni kilomita 25. Mkandarasi anayetekeleza ni kampuni ya China Geoengineering Corporation Limited, CGC, kwa thamani ya shilingi bilioni 37.5. Mradi huu umepangwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu 2025 na utekelezaji wake mpaka sasa hivi umefikia 41.6. Awamu ya pili inaanzia Tatanda kwenda Kasesia ambao nao ina kilomita nyingine 25. Kipande hiki cha pili ndio kinatufikisha kabisa kwenye mpaka wetu na majirani zetu wa Zambia, na utekelezaji uko kwenye hatua za awali. Ndio wiki hii mkandarasi ameshalipwa wale malipo ya awali ya advance, kwa hiyo sasa ameshaanza kupeleka mitambo na malighafi nyingine kwa ajili ya kuanza mradi. Kwa hiyo thamani ya mradi huu ni bilioni 36.366 na mkandarasi ni kampuni ya China Geoengineering Corporation Limited. Anasimamiwa na kitengo chetu cha ndani cha TECO kutoka mkoa wa Rukwa. Mradi wa tatu ambao unaoendelea na ni mradi wa kutoka Ntendo kushuka Muze mpaka Kiliamatundu. Hii ni barabara ambayo inaambaa katika mwambao wa Ziwa Rukwa, ina jumla ya kilomita 179. Lakini kwa awamu ya kwanza tumeanza utekelezaji wa kilomita 25 za mwanzo kutoka Ntendo mpaka milima ile ya Kizungu kwa thamani ya bilioni 45.299. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi pia kutoka China, ule CGC, China Geoengineering Corporation, na utekelezaji hadi sasa umefikia 52.15. Unategemewa kukamilika mnamo Januari mwakani 2026 na unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa 100%. Hii barabara ya kutoka Ntendo, Muze, Kiliamatundu ni barabara ambayo inaunganisha ukanda wa juu wa Rukwa, sehemu hii ya Sumbawanga mjini, na bonde la Ziwa Rukwa. Kwa hiyo ndio njia ya pekee ya kwanza kati ya njia mbili ambazo zinatoka ukanda wa juu kuelekea bonde la Ziwa Rukwa. Na ukifika bonde la Ziwa Rukwa kuanzia Muze kuelekea Kasansa kuelekea Ilemba mpaka Kiliamatundu ni barabara yetu ambayo inatuunganisha mkoa wa Rukwa na majirani. Upande wa Kasansa tuna mpaka na wenzetu wa mkoa wa Katavi, lakini eneo la Kiliamatundu tunapakana na mkoa wa Songwe. Kwa hiyo ni bonde refu ambalo lina jumla ya kilomita 179. Kwa hiyo tumeanza kutekeleza kilomita 25 za kwanza, na ni barabara muhimu kwa sababu bonde la Ziwa Rukwa ni eneo muhimu na ndio lina share kubwa sana kwenye uchumi wa mkoa wa Rukwa.
zaidi ya 60% ya uchumi wa mkoa wa Rukwa unapatikana katika bonde hili. Kwa hiyo ni barabara muhimu na ni barabara ya kimkakati kwa maana inaenda kwenye sehemu muhimu za kiuchumi, kwa sababu kuna shughuli za kiuchumi za kilimo, kuna ufugaji, kuna uvuvi katika ziwa letu Rukwa, lakini pia hivi karibuni tunategemea uvunaji wa gesi, uchimbaji wa gesi ya helium, ambapo utafiti wake umekamilika hivi karibuni. Kwa hiyo muda si mrefu tunategemea kwamba uchimbaji wa gesi ya helium katika mwambao wa ziwa Rukwa utaanza. Kwa hiyo barabara hii ni kiunganishi muhimu sana kwa ajili ya usafiri na usafirishaji wa mizigo, abiria, lakini pia malighafi kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika kule bondeni.